Asante sana mpenzi mtazamaji wa Tito Media TV. Naitwa Rashid Lusambo Brino Mareshare, mbele ya kamera. Ni mwaka wa 2024. Mwaka mpya na mambo mapya. Leo nimeanza huku hapa, tupo kwenye sehemu inaitwa Snake Bar. Ni sehemu ya enjoy, ni sehemu watu wanapata kidogo burudani, kuna vinywaji vya aina mbalimbali. Kwa hiyo Baraka, ukiuliza Snake Bar, kila mtu atakuwa na kuku, jiwe, ndege, itakuelekeza sehemu husika. Inapatikana iBars, Tarafadi Fizi, jijini Baraka, mpenzi mtazamaji. Na hapa mkono wa kulia niko na kijana mwenzangu ambaye anafanya kazi hapa. Zamani huko kwetu Baraka ilikuwa ni vigumu sana kuna mwanaume anajishughulisha na masuala ya kazi ya upishi. Ila sasa hivi kutokana na monde inavyoendelea, dunia inavyozidi kwenda, hiyo hali, hayo mambo tutakuwa tunaona kwetu ni kawaida na kazi zinazidi kufanyika. Huwezi kuwa mwanaume kamili kama hauna kazi. Kazi ndio kila kitu, kazi ndio msingi wa maisha. So huwezi kudharau kazi ambayo uko unaifanya. Labda kwa wengine huwa wanapitia changamoto mingi sana ambazo mimi na wewe mpenzi mtazamaji hatuzijui ni changamoto zipi, ila tutampa nafasi, atajitambulisha kwa majina na sijui kama ni mzaliwa wa hapa pia hapa Baraka au ametoka out Baraka kuja kutafuta maisha kama watafutaji wengine. Karibu kijana, vipi? Safi kabisa. Ya kwangu bro, ya kwangu. Kwa majina pale? Kwa majina naita Chiki. Niko mfanyakazi ku Snake Bar Hotel na natumika kama vile mpishi. Nafanya kazi hapa ku Snake Hotel, mimi ni cuisinier. Napiga chakula na nahitaji watu waje kwenye restaurant. Labda tofauti na upishi, kwanza tuanze na historia yako kidogo. Wewe ni mzaliwa wa Baraka au umetoka tofauti na Baraka? Nimetoka tofauti na Baraka, nimekuja fanya kazi hapa Baraka. Baraka ulifika mwaka gani hivi? Na miezi 3 au 4 hivi. Yaani una miezi mitatu kwa uingie Baraka? Ndio. Sawa. Hapa Snake Bar kazi kabisa inaanza saa ngapi? Chakula unapika saa ngapi na unamaliza saa ngapi? Hapa ni saa zote, sisi tunatumika 24/24. Unafika unapata kinywaji, unapata chakula, kila kitu ni hapa. Ya, chakula kipo aina mingi, kuna maharage, kuna wali, kuna samaki, nyama, ndizi, nini. Sijui labda unaweza kuambia watazamaji wetu unapika aina ngapi ya chakula hapa? Aina ziko tofauti hapa, tupige wali, atupige maharage, tunapiga nyama, tunapiga samaki, tunapiga chips mayai na vingine. Unajua ile kabila letu ndugu yangu, Mbembe anakuambia ine shinate aino restaurant shireta chite au restaurant. Ila kwako unachukulia simple, tunaona mwanaume unapambana. Nilipita pale kaona kuna paraparwa mikeke, mikebuka nini, unajishia na kazi kama hiyo. Wao hujisikia aibu mwanaume kama wewe kufanya kazi ya upishi ba? Pesa hazinuki bwana. Tunakia tafuta makuta hapa. Nafanya kazi, siko kama vile watu wengine, sina complex. Mimi nafanya kazi juu ya kutafuta msogo, unga, watoto wapate ulaji. Niko hapa responsable, familia inanitegemea. Siangalie unapatia kila mtu heshima, nafanya kazi yangu kama kao. Yaani kwa siku unaweza kumaliza chakula, unaweza kupiga chakula, unameza bilinda ngapi niseme mikebuka kuchomewa na mabugali? Siku zote sio sawa. Kila kitu na wakati yake. Leo unaweza kuona uzisha, kesho uzishe, tunaendelea. Tunahitaji watu wakuja na kula tu kwangu. Hakuna kazi inakuwa na mazuri alafu ikose mabaya. Wewe ni changamoto gani ambayo unapitiaga sana kwenye kazi yako? Labda wanawake, unajua wanawake wanakuwa wazusha, anaweza akapita akakucheka, akakuzomea, akakufanyia nini, mambo kama na hizo changamoto kama hizo. Wewe kama wewe mpishi wewe unaepukana nazo vipi? Kazi yangu ni safi na nashimia kila mtu. Changamoto iko pale, mtu anakuja anakula na mkapatia kitu kama vile confidence, yeye ananionyesha hata alipa. Hiyo ndio changamoto iko kwangu. Kumbe na hapa Mbare panapanaka deni? Hakuna kazi ya wapane deni kama vile mteja unakuja kila siku, leo unakosewa, kesho unakupa. Nakutana unapatia mtu, unampatia confiance, yeye anakuonyesha bingine. Na ndio tatizo mkazi yangu. Restaurant na mabare Baraka ziko tro kushinda hata kanisa. Sijui wewe unakuwa na mbinu gani, unakuwa upishi wako uko vipi, unakuwa na style gani ya kupika chakula ili uvutie wateja wengi sana, wewe unajipatia wateja na kumeza chakula chako. Kwa sababu ukiangalia hauwezi kupiga hatua 2, 3, 4, 5 hujakuta restaurant, hujakuta bar, na kote utakuta bar lazima pawe misosi kidogo. Sijui hapo na pia nyama pia nitauliza upande wa nyama. Nyama ambazo ziko nyingi Baraka, tunazoea kuna nyama za nguruwe ndio zinatumika sehemu mingi. Sijui kwako nao zinapatikana, aidha wewe ni mbuzi tu na mikebuka?
Hapa asipige nyama ya nguruwe, nyama ya ngombe iko, tunachoma nyama, tunapiga sosi, tunapiga kila kitu. Hapa kabisa nguruwe hamna. Na wanasema ndege Mungu ndiye anapatia kila mtu. Restaurant hata zikuwe 20, zikuwe milioni, ni kila mtu iko na wateja wake na jinsi anawachunga. Wewe ni baba wa familia? Ndio, niko baba wa familia. Kama watoto wangapi? Watoto 2, mume na mke. Kwa siku unachinja mbuzi au unaendaga kurangua tu mguu au mwenyewe unajichunia mbuzi na inaisha tofauti na weekend? Bado tunanunua na sisi tunafanya business kama vile wale wanyama wanauzisha na sisi tunaenda wanunulia tunauzisha. Tukiangalia kwa sehemu nzuri, Snake Bar ni moja kati ya sehemu ambayo ina movement. Snake Bar kweli ukiangalia sehemu ambako watu wanaingiaga kila mtu Snake Bar hapa wanasema mkiboko na mamba. Si ndio hapo? Ndio hapo. Sasa kwa nini usio unanunua mbuzi na ikaisha kwa siku, kwa sababu ni moja kati ya sehemu kuna kwa clientele ya bien. Hiyo kila kitu na wakati yake. Na wakati tunachinjaka inaisha, na wakati tunaenda nunua. Na majira zote si hazikuache sawa. Ndio hiyo pale. Umeishi sana hapa Baraka. Sote ni ushaona ni utofauti gani kati ya Baraka na sehemu ambako ulitoka? Watu wa Baraka unaishi nao vipi? Changamoto ziko vipi? Ni watu ambao wako aina gani? Kwa sababu unajua watu wakamiliki, kila mtu anakuwa na tabia yake. Kuna hao wana tabia nzuri, kuna wengine wanasafika tabia mbaya. Na wewe ni mmoja kati ambaye huko sehemu unapokea watu aina mbalimbali, wazuri na wabaya. Sijui kucontrol aina ya watu uko unaishi nao vipi sasa? Mjini yote iko sawa vile tumbo. Mzazi anazaa watoto wote iko tofauti. Unaweza ishi hapa na unaishi huko, watu nyo iko tofauti. Kuna tofauti kwa mimi natokea na hapa. Sawa, ulisema unaitwa nani? Naitwa Chiki. Chiki ni kijana ambaye anajishughulisha na masuala ya upishi hapa Snake Bar. Kwa hiyo ukija kutumia pombe hapa, ukiwa na shida kupata kisosi, unamuona upande wa chini, anakuhudumia kama kawaida, free. Ni mtu mzima, anajielewa na anajua kitu gani ambacho anachokifanya. Sasa kuna swali lingine ambalo nataka nikuulize, labda kazi ambayo unaifanya unamtumikia mtu special au ni biashara yako wewe binafsi? Nami niko mtumishi kama wengine, mimi ndio gerant na shimamia ile restaurant. Mboga mnarangulia wapi? Mboga tuna wateja wengi, tunarangulia ku iBuzz, tunarangulia na mahali kwingine kwa tunaweza tafutia vitu tuwapata. Wanasema Baraka nyama inakuwaga bei sana kushinda samaki. Ushajua na ukaikalia chini wewe kama vile fanya biashara ukapata kuelewa sababu inakuwaga ni nini ya nyama kuwa bei sana kuliko samaki? Tofauti iko. Wakati mtu anaishi pembeni ya maji, anayasiri ya maji. Ukiishi kufugo ukapembeni ya pori, utayasiri ya pori. Nyama iko bei paraporo na samaki. Kazi ambazo unazozifanya, vijana wengi sana wa Kibembe ni wao wanadharau kazi kama na hizi, na ila wewe umeamua kutoka sehemu tofauti na hapa na kuja kufanya kazi ya upishi. Kuishi bila kazi ndo wale wanaitwa majambazi, unakuta unakuwa unakosa heshima mtaani, na kuliko kuishi hivyo lazima angalau unashindwa samani na wewe ambao unafanya kazi ya upishi. Kwa wale vijana ambao sio wale ambao wanalea mikono kuanzia asubuhi mpaka jioni, ni mwendo wa kopo tu, sax ludo popo, unaweza kuwa na lipi la kuambia? Naweza waambia hakuna mtu anaweza pata hela na haitafute. Mtu anatafuta kwa sababu maandiko nasema mwanaume kula kwa jasho. Usiangalie huyu juu kwa hivi ufanye hiki. Mimi leo niko mpishi, kesho naweza kuwa mwingine, kesho yake. Mimi mwanaume ni kutafuta kazi. Baraka, kuna bei ya chakula mpenzi mtazamaji wa Tito Media TV yetu. Labda hapa tukutane na Mr. Chick atatutofautishia bei ya chakula. Ugali na mkeke pla anaweka ngapi, ugali na nyama pia hivyo, ili wale wateja ambao wanazoea kuja hapa na wale wanaogopa mara mingi kufika hapa kuja kula hapa chakula kutokana na nini, hofu tu, wasiwasi kusema kwamba bei inakuwa kali sana. Na huyu hapa ndo Mkali Mnyamwezi ambaye anatufanyia mambo ya mapishi hapa, anaweza kututofautishia tujue chakula pla moja hapa ni ngapi serious, kwa sababu maneno ya kuambiwa unaweza kuambiwa bei huko ni 10,000 2000 nini, lakini yeye peke hapa ndo iko na jibu ya mwisho ya kutueleza kuhusu bei ya chakula tofauti ambazo anapikaka hapa kwa Snake Bar. Chakula iko bei ya kila chakula iko tofauti. Chakula tunapana mkeke na ugali 2500, tunapana mkeke na ugali 3000 francs, tunafanya chips mayai frite yo peke ni 2000 francs,
na tukitia mayai mwanzo 3500 na 5000. Tunakamata tunatia nyama ya utumbu ya ngombe, ile melange ya utumbu ya ngombe ni 3500. Tunakamata nyama ya kutokoteshewa ya munyofu ni 5000 francs na vingine. Na wakukwambia sasa hivi kuna kazi ili uache kazi wanakuambia bwana Mr. Chike achana na hii kazi haikufai bwana, mtu kama unaweza kumwambia nini? Mtu akikwambia hii kazi haifai, maana kuko wengine lengo ya yulu kushinda ile. Neze acha kama anakutia mwingine level ya juu kushindia anapata. Sasa vile kazi gani yenyewe unaweza kaambia watazamaji kusema mie purke kusema niache hii kazi yangu mie labda nipate sasa vile kazi fulani yenyewe inaweza kuwa hivi lakini kazi zingine za ukiwa sasa hivi na hivi jo ange kugusa par jour haiko sale ya mwisho wa mwezi. Kazi yote ni kazi na mwanachagula kazi ni mvivu. Mie kazi yote niko ameziga kutumika. Hata kuchimba nipate yangu ya kodi ni ya maana. Tunazungumzia misosi. Umepanga nyumba aiza uko tu hapa hivi? Napanga nyumba, siishi hapa. Nafanyia kazi hapa na kwangu ni hapa yule antene. So unapata muda wa kwenda nyumbani saa ngapi? Unasema kazi hapa mnafanya 24 heures sur 24 heures. Ndio, kwa wakati wa kupumzika watumishi na wacha na wapangia kila kitu naenda pumzika. Mpenzi mtazamaji wa Tito Media, kipindi chetu ni kazi na maendeleo za vijana wa tarafani Fizi, zile kazi ndogo ndogo ambazo zinasaidia vijana kuwaingizia kipato angalau maisha yaende. Angalia namna gani unaweza kusukuma familia, watoto wasome, wale wavae, mambo kama na hayo. Labda ulikuwa na lingine ambalo yani ulikuwa na dukuduku fulani ambalo ulitamani kuongea, na mimi ni mwanadamu. Naweza nikasahau kukuuliza, ukao uko nalo tamani kulizungumza watu wasikie mambo kama na hayo ili kazi yako iendelee, vitu kama na vinakuhusu watu wa hygiene. Kongoma tax iko saki. Ile nalo nilikuwa nishasahau, sijui na wewe pia wanakufikiaga hapa watu wa serikali, watu wa hygiene nini, ofisi mingi za mikono, zile biro za mikono zinakufikia kuja kuomba hiki na hiki, sijui kama mambo yanakukutaga na wewe pia. Anasema anga na undogo inafuata ni kitu ya leta. Na mimi siko aseme mtoto wa fulano na mimi niko mwanadamu kama wale wa kulipa kodi kwa leta na mimi nilipaka. Ulikuwa na lipi la kuambia watazamaji wetu katika hali ya kumalizia, maana ingetamani hata kule chini mtamwona jamaa anavyoshughulika na kazi yake ya upishi, kwa sababu tulipita kule mwanzo tukamwona yuko anakaanga na parua mboga mikeke mambo na hayo, ili na mimi nikifika kule nitakuonesha namna gani nitaonja ni kuhakikishie ladha chakula cha Mr. Chike kinakuwa vipi, masuala ya mayonnaise ni vitu kama na hivyo, mkorogo au vipi mheshimiwa? Safi tu kabisa. Kazi nasema kwa watu karibu tena sana ku Snake Bar, karibu tena ku restaurant ya Snake Bar, tunawakaribisha sana. Na kitu moja, mimi siko mwanadamu wa kuweka wala nakula kodi na nalikula deni nenda lipa deni, na wakati na mie mtu mwananidai hakuna nachikaza kunilipa, hiyo ndio tutatizo mkazi yangu. Kazi yangu inatumika kwa shari kabisa. Maana una panama deni hakuna kazi yote iko sacha wa kupatia deni. Sasa kwa mfano mimi nimetoka Uvira hapa Simbare, nafikia hapa Snake Bar na konsome sana. Unielewe, ndio premier family nishakuuzia sina kwa kilia. Kama nimaliza na 90,000 yangu yote mkisosi, maana nikia kukopa kwako wewe ni free sana kunipa deni. Hapana. Hapana, ifo tuzoeane. Tuzoeane. Haiko leo nanikupe, ifo nijue daishi je unaweza keti wapi, wala kama sijui kuna keti kupitia au unaweza kupata. Hapana tu leo unaona, hapana. Kazi yote iko yake vile. Kazi ni kuzoeana. Kuanzia hii kazi ya bukachoma kupika, sasa ambref niseme kazi ya upishi. Ni parole gani yenyewe baisha kwambia? Maana hivyo banakuambia sasa vile mkadri ya critique na ikakutushe kabisa ikakuluma. Critique iko sache kwa vivu. Nisikia kwa watu waniambia aseme mwanaume uko unapiga, mwanaume uko unafanziana hiki, wewe uko na ushana, wewe uko fanya nini? Mimi ni kazi ndio nileta. Mimi siangaikie maneno ya watu. Yaani wewe ukifika kupale unasaidia madame kupika, unatuliaka tu madame anafanya ile kazi vile mwanamke mwingine. Maandiko anasema mwanamke ni msaidizi wa mwanaume. Nilifika nyumbani na nafanya kazi ya nyumbani. Huko mnaenda fanyia wengine kazi juu na apate kitu kidogo.
Asante sana mpenzi mtazamaji wa Tito Media TV. Labda kwa kumalizia chakula siku hizi kinasafiri, wanakiposti kinapanda hata ndege. Labda kuna mtu mwingine kwa yuko nje ya nini nje ya Baraka, sio kusema mpaka kwa Ulaya tu, hapa unaweza kwa Fizi, akaenda Fizi akuta restaurant za Fizi, hata siwezi kule fafanye command ya Mr. Chick partir ya telefoni, labda kuna namba ya simu nini vitu kama na hivyo, kaweka namba yako ya simu ili mradi labda siku baada ya siku akakucheki bado tuletee kisosi, mambo yakawa naenda, biashara ikalipa. Ile kwanza chakula natokaka hapa, makomande zinakuaka kwa wananitaka fanya na kia twala banakuya nafanya zero par commande. Namba yangu ni 09 098 26 98 203. Labda zirudilie vizuri mpenzi mtazamaji, atakayokuwa anazisema, na ukiangalia chini ya script bwana mheshimiwa Sap King upande wa chini hapo utakuwa ziko zinaandikwa, utakuwa unaziona, labda zirudilie tena mheshimiwa. Ni 098 26 98 203. Kwa watazamaji wetu wote wa Tito Media TV yetu ambao walimaliza mwaka na sisi na kuanza mwaka na sisi, naweza nikasema nyinyi ndio mabosi wetu. Endeleeni kwa mnaifuatilia TV yetu, msio mnakosa kusubscribe channel yetu popote pale mlipo, na Mungu azidi kuwabariki wote ambao mnazidi kuunga TV yetu mkono, ili tuwe tunawapa habari kemkem za matangazo kuhusu biashara na matangazo mbalimbali na kila kitu ambacho unajisikia kupitia Tito Media TV hapa tarafani Fizi. Mimi ni Rashid Lusambo Brino Maresha, nilikuwa naye kule upande wa pili mheshimiwa Sap King. Tukutane kwenye kipindi kingine. Asante.